Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Karibu mtazamaji wa Fizi News 24 TV, tunakukaribisha kufuatilia taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Mimi ni mtangazaji wako Isaac Mulucha Ashibe. Tunaanza habari zetu kutoka hapo Fizi. Hali ya usalama imerejea kuwa tulivu kijijini Katungulu na Lusenda ndani ya sekta ya Tanganyika tarafani Fizi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya mapambano kati ya makundi mawili yanayoshikilia silaha. Kwa mujibu wa duru zetu ni kwamba mapigano hayo yalitokea baada ya kundi moja kushuku lingine kuiba silaha aina ya PKM. Mapambano yao yalipelekea kuzorota kwa usalama ndani ya kijiji cha Lusenda na Katungulu, swala ambalo lilipelekea shughuli zote kusimama mwishoni mwa wiki iliyopita. Ubadilishanaji wa risasi kati ya kundi mbili, ikiwemo ile ya Supa na ile ya Mamadu, ilisababisha kifo cha mtu mmoja na majeruhi wawili, wote wakiwa ni wapiganaji. Tukibaki tu ndani ya sekta hiyo ya Tanganyika ni kwamba hali ya usalama imezorota ghafla Pamboko asubuhi ya siku ya kwanza hii ya tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka huu tunao, baada ya wazalendo kufukuza watu sokoni na kulazimisha wengine kufunga maduka. Duru za mahali zasema kwamba wakahaji wa makao makuu ya sekta ya Tanganyika wameamuka na kuanzisha shughuli zao kama kawaida. Ghafla hali imeharibika pale ambako kundi moja ya wazalendo limeanza kufukuza watu sokoni, huku wakisema kwamba usalama sio mzuri. Habari hii imehakikishwa naye Samia Mimo, kiongozi wa shirika la raia, huku wakisema kwamba hata wanafunzi wamelazimishwa kurejea manyumbani. Hali ya usalama kijijini Mboko na kando kwa kweli hairidhishi. Tokea ile makabiliano ya risasi kati ya makundi mbili za wazalendo, kwa upande mmoja kundi linaloongozwa na Kanali ya Sopa, na kwa upande mwingine kundi ambalo linaongozwa na Mamadu kutokea pale Katungulu, walipobishana na kuanza kurushiana risasi, kwa kweli raia wengi walikwenda kupoteza vitu vyao ndani ya soko. Ifahamike kwamba Dimanche ndo siku ya soko kuu hapa kwetu Mboko na sekta ya Tanganyika kwa ujumla. Leo asubuhi watu walilamkia kwenye shughuli za kawaida, lakini ghafla hali imegeuka tu ya wasiwasi, wakati wachuuzi tayari walikuwa kwenye soko na walipoambiwa na baadhi ya wazalendo kwamba hali si nzuri, ni lazima duka zifungwe, soko kila mtu arudie kwake, ibidi watoto waende watolewe kwenye mashule, na hivi kila mtu kijijini Mboko na kando iko makini kwake na watoto wake. Nawaza chochote kinaweza kutokea kwa muda wowote na saa yoyote, sababu habari ambazo zinazagaa kwenye vijiji ni kwamba kutafanyika represailles. Sasa tujue ni kwa upande wa Mamadu ama ni kwa upande wa nani. Ile ndo hali halisi ya leo siku ya kwanza asubuhi hapa Mboko na vijiji jirani. Tujielekeze huko Nyangezi ambako mapambano makali kati ya wazalendo na M23 yameripotiwa Jumapili ya tarehe 23 Machi mwaka 2025 pa Nyangezi, mji upatikanao kwenye umbali wa takriban kilomita 10 na mji wa Bukavu. Kulingana na duru zetu ni kwamba mapambano hayo yameripotiwa pa Businga tarafani Walungu, maeneo ya Nyangezi, jimboni Kivu ya Kusini. Mapambano hayo yameanza mida ya saa 10 za jioni kulingana na vyanzo mbalimbali. Mapambano hayo yamesababisha watu wengi kuyahama makazi yao pa Munya, hali ambayo imezorotesha shughuli za usafiri kati ya Kamanyola, Nyangezi na Nyantende kwenye barabara ya taifa namba 5. Ifahamike kwamba licha ya jitihada za wazalendo, mji wa Nyangezi na Kamanyola bado unasalia mikononi mwa M23. Tujielekeze huko Walikale ambako baada tu ya waasi wa M23 kutangaza kujiondoa katika mji wa Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini, jeshi la Kongo limetangaza kusimamisha mapambano yoyote dhidi ya waasi hao. Mpango huo kwa ajili ya kuheshimu mazungumzo kati ya rais wa Kongo na yule wa Rwanda kutokana na kile walichozungumza kule Doha.
nchini Qatar. Kwa mujibu wa tangazo la jeshi la Kongo ni kwamba licha ya kuheshimu mpango huo, watabaki kuwa makini na hilo alitozuia kujibu mashambulio yoyote ikiwa yataanzishwa na waasi wa M23. Kulingana na duru mbalimbali ni kwamba mpaka sasa waasi yao waendelea kuonekana ndani ya mji wa Walikale. Hayo yanajiri wakati ambao mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba ametamka maneno ya kuunga mkono waasi wa M23. Kupitia ukurasa wake wa X ambayo ni Twitter ya zamani, kiongozi huyo wa majeshi ya Uganda amesema jeshi la Uganda alitozuia kushikwa kwa mji wa Kisangani, na ikiwa watachelewa sisi tutafanya hivyo upesi. Ndani ya wiki moja jeshi la Uganda litakuwa Kisangani ikiwa Rais Museveni Yoweri ataruhusu. Kuhusu Fataki, Jugu na Ituri, wanamemba wa jeshi ya Uganda wameruhusiwa kuhua kwanza kisha maswali baadaye, kwani tunataka maliza tishio la Kodeko kwa jamii zetu. Ameyaongea hayo Jenerali Muhoozi Kainerugaba wa huko Uganda. Tumaliza taarifa yetu na huko Angola ambako rais wa taifa hilo ametangaza kuacha kuwa mpatanishi wa mchakato wa kutafuta amani mashariki mwa DRC. Rais Joao Lourenço amechukua maamuzi hayo kupitia barua aliyoandikia Umoja wa Afrika ambao ulimupa jukumu hilo. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari kutoka Fizi News 24 TV. Mpenzi mtazamaji, tunakualika uendelee kufuatilia taarifa zetu kila siku. Usikose pia kushare, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupokea taarifa zetu. Mimi ni Isaac Mulucha Ashibe. Hadi wakati mwingine panapo majaliwa, nasema bye bye.